na kubaki Simba Sports pekee kwenye michuano hii haiji bahati mbaya, ni kutokana na ubora tuliokuwa nao kwenye upande wa timu yetu. Kikosi chetu kinataraji kusafiri siku ya tarehe 28 alfajiri, kwa maana ya usiku wa Jumatano kuamkia Alhamis. Tutaondoka na shirika la ndege la Egypt, kwa maana Egyptian Air, na itakuwa ni safari ya moja kwa moja takriban masaa 5 kutoka Tanzania mpaka Cairo, na tutatoka Cairo kuelekea katika mji wa Ismailia kuweka kambi yetu hapo, tukisubiri kuelekea Suez Canal katika mji ambao tutachezea mchezo wetu dhidi ya Al Masry. Kuelekea katika mchezo huo, wachezaji wetu ambao walikuwa kwenye timu ya taifa ya Tanzania, hapa namzungumzia Mohamed Hussein Shabalala Zimbwe Junior, ambaye jana alicheza vizuri vibaya mno pale Morocco, lakini vile vile Shomari Kapombe, Baba Esther, pamoja naye Abdulrazak Hamza, Kibu Dennis, pamoja na Yusuf Ali Kagoma. Hawa ambao wako Morocco wenyewe watasafiri moja kwa moja kutoka Morocco kuelekea Misri. Maana yake ni kwamba tutawakuta Misri wakisubiri kuungana na wenzao. Lakini wachezaji wengine ambao walikuwa kwenye majukumu ya timu zao za taifa, hapa namzungumzia striker refu kuliko goli Steven Desemukwala, pamoja na Musa Pinpin Kamara Spiderman, ambao wenyewe walikuwa na kibarua nchini Uganda, tayari wameshawasili Tanzania asubuhi ya leo. Moja kwa moja wanaingia kambini na watakuwa sehemu ya msafara kuelekea Misri kwenda kwenye mechi yetu dhidi ya Al Masry. Ndugu zangu waandishi wa habari na wanasimba kwa ujumla na Watanzania kwa ujumla, tunakwenda kwenye vita kubwa kweli kweli dhidi ya Al Masry. Ni timu ngumu, tunaitambua hivyo, kwa sababu kufika robo finali haijawahi kuwa kazi nyepesi hata kidogo, hasa robo finali ya safari hii ya kombe la shirikisho, ambapo kila timu ni ngumu na kila timu imejipanga vizuri. Nyama tunakwenda kucheza na Al Masry. Hakuna timu ya Kiarabu ama hakuna timu ya Misri ambayo unaweza ukaichukulia poa poa. Ni mpinzani mgumu kweli kweli tunakwenda kukutana naye. Ni mpinzani bora kweli kweli tunakwenda kukutana naye. Lakini tuseme tu ya kwamba safari hii tumejiandaa iwe iwavyo. Safari hii tumejipanga iwe jua iwe mvua. Safari hii tunataka kuvuka kutoka robo finali ambayo tumekuwa na mkwamo nayo kwa takriban miaka 5. Safari hii tunataka kuvuka na kwenda hatua. Pita tukafanya bonanza kwa kushirikisha wanafunzi wa vyuo vikuu vyote vya Dar es Salaam, na sasa tunafanya bonanza kwa kushirikisha mabenki yote ya Tanzania yaje yashiriki katika bonanza hili. Bonanza hili litafanyika katika viwanja vya vyuo vikuu vya Dar es Salaam kuanzia asubuhi ya tarehe 6 mpaka usiku wa tarehe 9. Na kumbuka tarehe 7 itakuwa ni Karume Day, Jumatatu, hakuna siku kuu. Kwa hiyo tutakesha hapo viwanja vya chuo kikuu mpaka asubuhi yake, watu wanaendelea kununua tiketi. Kutakuwa kuna zawadi mbalimbali kwenye bonanza hili. Ipo zawadi ya kikombe kwa maana ya kumtambua mshindi. Kuna zawadi ya medali kwa mshindi wa kwanza na wa pili. Kuna zawadi ya seti 15 za jezi za Simba Sports Club za Mo Kola, kwa maana ya jezi za kimataifa tutampa mshindi wetu, na vile vile tutawapa tiketi. Hivi tiketi ngapi tumesema? 25. Tutawapa tiketi 25 benki ambayo itashinda kwenye Bankers Bonanza, na vile vile tutawapa car gate pass na usafiri wa Costa wa kuwapeleka uwanjani siku ya mechi na kuwarudisha benki kwao na kusambaana. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuyaalika mabenki yote ambao yangependa kushirikiana na Simba Sports Club katika bonanza hili tuwasiliane, na kwa wale ambao tayari wameshapokea barua zetu, basi wathibitishe kushiriki kwa maslahi mapana ya wao kutanua wigo wao
wa kufika uwanjani, lakini vile vile na wao kupata nafasi ya kushiriki haya mazoezi. Lakini kama haitoshi, wana Simba tukajuana kutoka katika mabenki mbalimbali. Kuelekea katika mechi hii, kutokana na ukubwa na umuhimu wake, pamoja na kwamba tuna kauli mbiu ambayo inafanya vizuri sana hivi sasa nchini Tanzania, kauli mbiu ya ubaya ubwela, lakini mechi hii specifically tumeamua kuitengenezea slogan yake ili kuongeza chachu ya hamasa kwa wanasimba kuelekea katika mchezo huu. Kauli mbiu yetu kuelekea katika mchezo wa tarehe 9 dhidi ya Al-Masry inasema hii tunavuka. Ukisha sema hii, una pause kidogo, usiunganishe hii tunavuka. Alafu usiseme hii, lazima utolee tumboni kwa sababu hili jambo ni zito. Hii tunavuka. Hii tunavuka ina maana gani? Inamaanisha kwamba kwa misimu 5 tofauti tumekuwa tukiishia hatua ya robo finali. Sasa safari hii tunavuka, tunakwenda nusu finali kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Na hii imuingie kila mchezaji wa Simba ya kwamba safari hii tunavuka. Hii imuingie kila shabiki wa Simba ya kwamba safari hii tunavuka. Safari hii tunavuka kwenda hatua ya nusu finali. Ndugu zanguni, baada ya kusema hayo, natumai nimekava kila eneo, lakini ningependa tu kuwapa taarifa kuhusiana na mchezaji wetu Sheikh Malone Fondo, ambaye nyote mnafahamu ya kwamba alipata majeraha katika mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Azam FC. Kwa sasa Sheikh Malone yuko Morocco akiendelea na matibabu, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu tayari ameshafanyiwa matibabu kwa awamu ya kwanza na sasa anaendelea vizuri. Tunasubiri madaktari watuambie baada ya matibabu ambayo amefanyiwa pengine atakuwa nje kwa muda gani, tutakuja kuwajulisha. Lakini nichukue nafasi hii kuwaomba wanasimba wamuombe kijana wetu aweze kupona kwa haraka, aje aipiganie Simba, kwa sababu tuna nusu finali na tuna finali na tuna mechi ya ubingwa wa ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo tunamhitaji hapo Sheikh Malone Fondo aje kuongeza nguvu, tutimize malengo yetu msimu huu. Baada